Wakati nateuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe, nilikuta makampuni zaidi ya 47 yanauzwa viwanja Kisarawe na bila vibali. Kwa hiyo wanatapeli maeneo, wanakusanya watu kutoka Dar, wanakuja wanauza bila kufuata utaratibu. Kwa hiyo tukachukua hatua kufuatilia, tukakuta hata BRELA hajasajiliwa. Kwa hiyo tukayaondoa. Kwa hiyo haya yanayokuja ni kinyemera. Sasa nimetoa namba zangu za simu na vyombo vya dola zimesambaza namba. Kwa hiyo wageni wote wanaingia Kisarawe tunapigiwa simu. Kwa hiyo juzi siku ya Jumamosi tukaambiwa kuna magari yameingia mawili, yamepitia njia ya Mlandizi. Wana Rumango, yameingia Gwata, Mzenga, wanapima ardhi na wana watu wengi sana. Kwa hiyo tukakimbia, ni umbali wa kilomita 64 kutoka Kisarawe mjini. Kufika kweli tukawakuta. Gari moja lilikimbia ambalo lilikuwa na watu 17. Hai ya njano, bado tunaendelea kuitafuta. Sasa hawa tukawaita. Watu wakuta pale wana kampuni ambayo haijulikani wala haijawahi kuripoti pale Kisarawe. Wameuza jumla ya hekari 87. Walikuwa wanaendelea bado kupima. Wanavamia yale maeneo ambayo yako wazi. Kwa hiyo kiwanja ambacho kiko karibu na barabara wanakata kwa 300,000. Ambacho kiko mbali zaidi ya mita 500, 200,000. Na cha kusikitisha wanaweka mpaka mipaka. Basi tukawakusanya wale wananchi pale, nikawaelezea. Kwa kweli walifurahi sana na kushukuru. Kwa hiyo tukaondoka nao, tukaenda nao mpaka kituo cha polisi, tukaandika maelezo. Lengo liko tutaka kujua wale ambao wameshalipia ni wangapi na wangapi hawajalipia. Kati ya 45 tulikuta 18 tayari walikuwa wameshatoa pesa kwa ajili ya kununua maeneo. Kwa hiyo wale tukatoa pale maelezo yote tukaandika. Sasa wananchi tukawaachia wale ambao wenye kampuni wawakilishi, na ni kampuni ambayo inamilikiwa na kiongozi mmoja wa dini mkubwa. Naomba nisimtaje, bado tunaendelea kuweka sawa kwa heshima ya dini yake. Kwa hiyo tukakubaliana sasa wale wawakilishi wake 3 tukaweka chini ya ulinzi. Mwenyekiti wa kijiji tukamweka chini ya ulinzi, na mtendaji wa kijiji ambaye yeye ndo kiongozi mkuu anatakiwa kusimamia yale maeneo ya sehemu husika, na tukamweka chini ya ulinzi. Lakini kuna wamama ambao ni madalali sasa ambao wanawasiliana na hayo makampuni nao wawili. Kwa hiyo asubuhi hii tayari sheria inachukua mkondo wake, na yule bwana alisema nakuja, lakini amezima simu mpaka sasa hajapatikana. Lakini tunajua yeye anapatikana wapi na ofisi yake iko wapi. Basi tutampa wito wa maandishi afike kabla saa 10. Asipofika basi najua vyombo vitafanya kazi yake. Unaendelea na show. Sawa. FM.